Hello, habari. Tunamshukuru Mungu kwa siku nyingine tena ya Jumapili tulivu. Nashukuru pia kwa zawadi ya uhai, maana yeye ndo akanipatia uhai huu. Namshukuru sana sana. Tunaendelea na harakati zetu za kukomboa kizazi kilichopo na kijacho katika swala zima la malezi. Leo nimekuja na mada nzuri sana ambayo tunaenda kuizungumzia, inayoitwa mpe mtoto wako Mungu wa kweli ili aishi maisha yenye baraka na mafanikio tele. Katika maisha haya yanayoendelea kwa sasa, pasipo Mungu wa kweli, hakika hakuna chochote chema au maadili mema ambayo yataendelea, zaidi ya maovu kuendelea kufanya kazi katika maisha yetu. Ukisoma katika Mathayo 19 mstari wa 14 inakwambia, lakini Yesu akasema, wacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, kwa maana walio mfano wa au ufalme wa mbinguni ni wao. Kiukweli mtoto mdogo anahitajika sana na Mungu ili atengenezwe katika misingi bora na awe mfano bora kwa wengine, kwa maisha yake ya leo na ya baadaye. Ukiangalia katika nyakati hizi, ulimwengu wa teknolojia, ulimwengu wa utandawazi, mambo mengi yanayoendelea, hakika pasipo Mungu inakuwa ni ngumu sana mtoto kuyaishi maisha mema na kuwa mfano bora kwa wengine. Mtoto ambaye amelelewa katika misingi bora ya kumjua Mungu wa kweli, ni ngumu sana kuiacha ile njia iliyo njema na kuyafikia yale mema na mazuri katika hatima yake ya maisha hapo baadaye. Mtoto huyo aliyelelewa katika misingi iliyo bora atakuwa kiongozi bora na wa mfano katika jamii yake. Pili, atakuwa kwenye ndoa yake baba bora au mama bora, mke bora au mme bora kwa mtu wake. Pia atakuwa mwalimu bora kwa wanafunzi wake, ambaye atawafundisha mema na kuwasaidia katika kufikia hatima njema ya maisha yao. Na kuomba mzazi, kuanzia leo mpe mtoto wako Mungu wa kweli, ayafurahie maisha yake ya baadaye. Pia tutaangalia makosa video inayofuata ambayo wazazi wengi wanafanya kwa watoto wao, hata kama wanaenda nao kanisani. Kweli tunajua wengi wanaenda nao kanisani, lakini bado yanaendelea yale yale maovu wanawafundisha, lakini bado yale yale. Tutaangalia makosa makubwa ambayo wanafanya hayo wazazi video inayofuata. Na kushukuru sana, endelea kunisikiliza. Mungu akubariki sana sana sana. Bye bye. Asante.